kujawa na roho za sifa. Tuliona watu kadha wa kadha katika Biblia ambao hapo walipokuwa wanapita katika magumu walijifunza, walijizoesha kuwa na moyo wa sifa, kutamka sifa katika vinywa vyao, na tunaona kupitia vile Mungu alishuka katikati yao. Basi lakini pia Jumatano iliyopita tuliokuwa mahali hapa tulifundishwa juu ya hekima ya kimungu katika maisha yetu. Jinsi ambavyo duniani hapa kuna hekima za aina mbalimbali, lakini tulilenga kabisa kwenye namna ambavyo hekima ya kimungu inaweza kufanya kazi katika maisha ya muamini. Jioni ya leo ningependa tushirikiane maneno ya Mungu yenye kichwa chenye somo kupitishwa katika shule ya Mungu. Kupitishwa katika shule ya Mungu. Katika maisha tunafahamu kabisa shule ni mahali ambapo watu wanafundishwa. Katika shule lazima kuweko na mwalimu na mwanafunzi na vitendea kazi. Hata katika maisha yetu ya Ukristo, Mungu huwa anaruhusu sisi tujifunze tangu siku ya kwanza ambayo mtu anaamua kumpa Yesu maisha yake. Mungu huwa anampitisha katika vipimo mbalimbali ili kuweza kuhakikisha kwamba huyu mtu anaukulia wokovu. Kwa hiyo tunapitishwa kila mmoja katika shule ya Mungu. Uwe umeokoka jana au umeokoka leo au uliokoka miaka kadhaa iliyopita, maisha yetu yamejaa mitihani. Kuna wakati tunapitishwa ili kwamba tuweze kuona utofauti, ili kwamba Mungu aweze kudhihirika katika maisha yetu. Na wakati mwingine tumesema, tuliimba hapa, unaweza. Wakati mwingine tunapitishwa katika shule ya Mungu ili tuweze kuthibitisha kwamba kweli yule ambaye tumeimba kwamba anaweza kweli katika maisha yetu. Haleluya. Basi ningependa tuanze kusoma maneno ya Mungu katika kitabu cha Zaburi. Nitasoma mistari miwili tu kwanza ya kuanzia. Kitabu cha Zaburi mlango wa 32. Maneno yako pale yako wazi kabisa. Zaburi ya 32 mstari wa 8. Zaburi ya 32 mstari wa 8. Maneno ya Mungu yanasema hivi: nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Kuna vitu vinne vimetajwa hapa katika kitabu cha Zaburi mlango wa 32 mstari wa 8. Ameanza kwa kusema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Haya ni maneno ya mwandishi katika kitabu hiki cha Zaburi. Anaeleza jinsi ambavyo neno linasema kwamba atatufundisha. Wewe kama Mkristo, yule ambaye umeokoka, ina maana hapa neno la Mungu linasema kwamba yeye yuko tayari kukufundisha. Yuko tayari kukufundisha hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza kuukulia wokovu. Na anasema si kukufundisha tu, lakini atakuwa akikuonyesha. Wakati mwingine tunahitaji kuonyeshwa njia tunayoweza kuipitia, kwa sababu si wakati wote macho ya rohoni yanaweza yakaona kwamba Mungu anataka tupite wapi hapa, Mungu anataka tuseme nini hapa. Kumbe katika shule ya Mungu hii ambayo sisi sote ni wanafunzi, na yeye Yesu Kristo au Mungu ndiye mwalimu wa kutuelekeza, jioni ya leo anatuambia kwamba atatufundisha na kutuonyesha njia tutakayoiendea. Je, uko tayari kufundishwa na Bwana? Uko tayari kufundishwa na Bwana? Unajua shule ya Mungu huwa ina namna tofauti. Maana katika mifumo ya kawaida ya elimu tunaona
kuna elimu ya darasani, lakini kuna elimu ambayo si darasa kama shule tunaenda kila siku, lakini hata huko tunakuwa tunajifunza vitu. Tunapokuwa nyumbani tukiwa wadogo, tunafundishwa na wazazi wetu namna ya kufanya vitu fulani au namna ya kuenenda. Na kwa kawaida tuko hivi tulivyo kwa sababu ya yale tuliyofundishwa, tulioelekezwa tangu tukiwa wadogo. Mengine tulipokuwa hatui kama tunataka kusikia, kuna viboko vilikuwa vinatembea huku ili kutuonyesha kwamba tunahitaji kujifunza ni vitu vya muhimu katika maisha yetu. Si ajabu kila mmoja kuna mahali hamsahau mtu aliyekuwa karibu naye katika kumfundisha. Wengine walilelewa na bibi zao, walikuwa wanawafundisha. Wengine walilelewa na mama zao. Wengine waliishi si kwa wazazi wao, kwa walezi. Hawa wote wana mchango mkubwa katika kufanya uwe hivyo ulivyo. Kwa hiyo maana yake nini tunaposema kupitishwa katika shule ya Mungu? Mungu ameahidi kutufundisha, na kwa sababu ameahidi kutufundisha, anaweza kutuelekeza njia tutakayoiendea. Anatumia njia mbalimbali kutufundisha na kutuelekeza. Njia gani ambazo Mungu huwa anatumia kuweza kutufundisha au kutuelekeza? Wakati mwingine Mungu anatumia neno lake. Amen. Anapotaka kutufundisha, mradi na sisi tukae tuwe tunahitaji kufundishwa, anaweza kutumia neno lake kutuelekeza njia ambayo tunapaswa kuiendea. Wakati mwingine inawezekana unapitia katika changamoto fulani. Unahitaji unaona kabisa hali unayoiendea ina utata. Hujui ufanyeje. Kumbe ukirudi nyuma ndani ya moyo wako, ukamhitaji huyu mwalimu mwenye kukuelekeza, ukasema, Mungu, hapa mimi sina akili, sioni namna ya kuenenda, naomba unisaidie, naomba unifundishe, naomba unielekeze. Mungu ni mwaminifu, huwa anaelekeza. Haleluya. Mara nyingine tu sisi wenyewe unakuta kwamba wakati mwingine Mungu anatumia hata dhamiri zetu. Anatumia dhamiri yako. Unataka kufanya jambo fulani, pengine umeenda haraka, umesikia tu shughuli fulani inaenda huko, na wewe ukaona, mbona wamesema ina faida, mbona wamesema baada ya muda fulani itakuwa hivi na hivi. Unaingia, lakini unapofika katikati, kama hujauliza Mungu ili akufundishe, unakuta dhamiri na kataa. Ni kama kuna mvutano fulani. Kwa kawaida mara nyingine, hasa tukiwa tumeokoka sana, unaweza kusema kwamba dhamiri, nyamaza, unakandamiza. Halafu unaendelea wewe mwenyewe. Labda unaweza kwa nguvu ukaomba amani ya Mungu ya haraka ili kusudi uende, kwa sababu muda unakuwa unakubana, unataka ufanye maamuzi. Wakati mwingine unapofika mahali umeshindwa kusikiliza ile sauti inayosema nitakufundisha na kukuonyesha, dhamiri huwa inanyamaza kimya, inakuacha peke yako. Na utakapokwenda peke yako, yatakayokukuta kule baadaye sana unakuja kukumbuka. Lakini kuna mahali Roho Mtakatifu aliniambia, haya yanatokea pia hata kwa wengine ambao pengine wanataka kuingia katika ndoa. Unakuta saa zingine kuna mazingira fulani yanayokuja kwako, yanakuwa kama ni shule ya kukuambia huko unakoenda siko. Lakini mara nyingi walio wengi wananyamazisha dhamiri. Na Mungu anaposema nitakufundisha, ina maana sisi sote tukubali kuwa miguuni pa Yesu ili atufundishe na kutuelekeza. Shule ya Mungu haikomi. Shule ya Mungu ni endelevu. Hakuna siku utasema sasa mimi nimehitimu.
kwa sababu shetani halali kila wakati anaweza kutuletea vitu vya kutufanya tufike mahali tuache au tusisikilize sauti ya Mungu inayotufundisha. Hebu tusome tena, tusome namna ambavyo Mungu anatufundisha katika Isaya 1. Kitabu cha Isaya, nimesema Mungu hutumia neno lake kutufundisha, na wakati mwingine anatumia maneno machache tu, mafupi tu, lakini yanakuwa na maana. Shule ya Mungu huwa inafundisha. Tunapokuwa tumempa Yesu maisha yetu, anatutaka tufanye vitu fulani ambavyo pengine huko nyuma tulikuwa hatuwezi kufanya. Tulikuwa utu wetu ulikuwa huko mwingi sana, tunajihesabia haki. Lakini tunapoingia katika shule ya Mungu, Mungu anatufundisha kunyenyekea, kushuka, ili tuweze kufundishika. Katika Isaya 1:17 anasemaje? Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Maneno machache, kila sentensi ina maana kamili, ina kituo. Hii ni shule ya Mungu. Tunapaswa kila mmoja tujifunze kutenda mema. Shule rahisi tu. Halafu anasema takeni hukumu na haki. Tuwatendee watu haki. Kuanzia kule nyumbani, katika mazingira yetu yote, tuwatendee haki. Na tuwasaidie walioonewa. Kuna wengine wanakuwa wameonewa, hawana haki. Lakini kumbe sisi kama kanisa, Mungu anatufundisha ya kwamba tuwe msaada kwa wengine walioonewa. Wanatutegemea, tuwasaidie. Lakini mpatieni yatima haki yake. Wako watu wengine wamepoteza wazazi. Wako tunaishi nao. Pengine hawa wanahitaji msaada wetu. Neno la Mungu jioni ya leo linatukumbusha, linatufundisha ya kwamba tuwape haki yatima na tuwatetee wajane. Nimesema Isaya 1:17. Mungu anatumia pia, Mungu huweza kutumia mazingira kutufundisha. Anaweza kutumia mazingira. Mazingira tunaweza tukapitishwa katika mazingira magumu kwa kitambo fulani. Mazingira hayo yanayotuia magumu, tukiangalia nani atusaidie hayupo, ndipo tunapoinua macho yetu katika ile Zaburi ya ngapi ile imesema, nitayainua macho yangu nitazame milima. Hayo unapotazama milima, ina maana shule ya Mungu inakuwa imekolea. Mungu, Zaburi ya 1:21. Nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Wakati mwingine tunapopita katika shule ya Mungu, tunapitishwa katika mambo magumu, katika mazingira magumu ambayo yanatupelekea tuone hatuna msaada mwingine isipokuwa Mungu peke yake. Wakati mwingine tunaweza tukaona kwamba mambo hayaendi kama tulivyotarajia. Kibinadamu tunapanga mipango yetu vizuri, kwamba mambo yaende hivi, lakini hayaendi kama tulivyotarajia. Jua mtumishi wa Mungu kwamba hiyo ni shule ya Mungu. Mungu anakuwa yuko kazini. Anataka hata katika mazingira kama hayo ujifunze kitu fulani. Ujifunze kitu. Wakati mwingine mazingira hayo yanakufundisha namna ya kuwa mvumilivu. Amen. Namna ya kuchukuliana na watu wengine ambao hawako kama wewe.
Wewe una neema ya Mungu iko ndani mwako, unao wokovu, neema ya Yesu iko ndani mwako, lakini unaishi na watu wengine ambao wako tofauti na wewe ulivyo. Unahitaji kujua kwamba unapopitia magumu, mambo ambayo hayana majibu mepesi, ni shule ya Mungu pia. Kumbuka nimesema Mungu anapotufundisha anatumia njia mbalimbali. Inataka sisi wanafunzi tuwe makini. Tunapopita katika mazingira fulani, tusiangalie tu yale yanayotukuta na kukata tamaa, au wakati mwingine tunalipuka, au wakati mwingine tunasema tofauti. Tukifanya hivyo, tunajikuta tunapungua maksi katika shule ya Mungu, katika mitihani ambayo tunapewa. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anapotupitisha, anaweza pia kutumia majaribu mbalimbali katika maisha yetu. Naamini kila mmoja wetu katika maisha tumepitia vipindi kadha wa kadha vya kujaribiwa. Tunajaribiwa, tunapewa mitihani ya maisha, lakini hiyo mitihani, jua ni shule ya Mungu pia. Inataka kukupima wewe. Je, unawezaje kusimama? Unawezaje kuhimili? Utasema nini katika mazingira kama hayo? Hebu tumwangalie mtu mmoja ambaye Mungu alimpitisha katika mtihani mkubwa tu, na katika huo mtihani tunaona mwenzetu alipata neema akaushinda. Aliambiwa atoe kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza sana. Katika Mwanzo mlango wa 22 mstari wa kwanza mpaka wa kwanza na wa pili, kuna mtu alipitishwa katika jaribu. Na pengine kuna watu wengi pia katika Biblia ambao tuna mifano yao, walipitishwa katika mitihani, katika majaribu. Katika hii mistari tunaona Abrahamu anapitishwa, anapewa mtihani. Hebu mmoja atusomee mstari wa kwanza na wa pili. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee, umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wako nitakao kuambia. Haleluya! Huyu ni mtumishi wa Mungu Ibrahimu. Kwa kuwa Mungu anajua mambo yote, hakuna kilichojificha kwake. Siku hiyo akamtembelea Abrahamu. Alijua kabisa Abrahamu alikuwa anampenda, na alikuwa tayari kutoka kule katika ile nchi, akatii sauti yake, akaenda kule ambako Mungu alikuwa amemwahidi. Na kwa miaka mingi Ibrahimu alikaa bila kupata mtoto. Katika uzee wake ndipo alipopata mtoto wa kiume, mtoto mpendwa. Juzi tumesikia kuna baba mmoja amefiwa na mtoto wake wa kiume wa pekee. Bila shaka alikuwa anampenda kama ambavyo na sisi tunapenda watoto wetu. Abrahamu akapewa mtihani, akapewa jaribu hili, umtoe mwanao wa pekee, umpendaye. Tena akasema kabisa, umpendaye. Inawezekana na wewe kule nyumbani una vitu unavyovipenda, unavyovithamini. Hata yamkini kitu kama hichi alichoshika mwalimu hapa anakipenda, maana kila mahali unaona anacho. Sasa siku moja anaweza kaambia, toa hiki umpe fulani. Sijui kama utakuwa mtihani mwepesi. Ibrahimu akapita katika huu mtihani. Sijui Ibrahimu alikuwa na imani kiasi gani ya kuamini ya kwamba Mungu amesema. Alijithibitishia kwamba hii ni sauti ya Mungu, amesema kweli. Ibrahimu hakubisha. Alikuwa katika shule ya Mungu, alikuwa anapitishwa katika shule ya Mungu, hakubisha.
tunaona pale Ibrahimu alitii kama alivyoelekezwa. Na kweli sidhani kama kuna mahali hatusikii kwamba alienda kumwambia ile shule yake au ule mtihani wake alienda kuufunua kwa mke wake. Je, angeufunua ule mtihani kwa mke wake angemuelewa? Asingemuelewa. Hata mimi nisingemuelewa. Lakini alisikiliza, akatii, akatekeleza yale ambayo Mungu alikuwa amemwelekeza. Ilikuwa ni shule. Hata sisi katika maisha yetu, wewe ni binti, utapitishwa katika shule ya Mungu. Wewe ni mama, utapitishwa katika shule ya Mungu. Wewe ni baba, utapitishwa katika shule ya Mungu. Mungu anapotaka kukutoa katika hatua moja ya imani na kumtegemea kukupeleka katika hatua nyingine, ni lazima utapita katika mitihani. Tuseme mitihani. Ibrahim akafaulu mtihani. Kwa sababu tukisoma kule mbele katika mstari wa 15 na wa 19, tunaona matokeo ya kufaulu kile kipimo. Matokeo ya kufaulu kwake lile jaribu au ule mtihani yalikuwa ni mazuri. Hebu tuangalie pale katika mstari wa 15 na wa 19. Naomba mmoja tusomee, anasemaje? Baada ya kwamba amemtoa yule mtoto kama ambavyo Mungu alikuwa amemwambia, kilichofuata ni nini? Mstari wa 15 mlango wa 22. Mstari wa 15 nasema mpaka wa 19. 25. Malaika Bwana sifiwe. Haya ni matokeo ya kutii. Unapopitishwa katika shule ya Mungu. Tumeona Ibrahimu alitii lile Mungu alilokuwa amemwambia. Haukuwa mtihani mwepesi kama ambavyo mimi na wewe tunafahamu, lakini yeye alichagua kutii sauti ya Mungu. Na Mungu alipoona kweli amejitoa kwa moyo wake wote, pale anapotaka kumchinja mwanae ili amtoe sadaka, akatazama pembeni, akaona mwana kondoo amewekwa, akamwambia mchukue huyo mchinje badala ya huyu mwanao. Maana yake nini hii? Wakati mwingine tunaweza tukajaribiwa, tukafikishwa mahali pembamba pa kutoa hata senti ya mwisho, au kutoa ile hatua ya mwisho kabisa ya kujitolea kwetu kwa Mungu, ndipo Mungu anatokeza muujiza. Amen. Kwa sababu anakuwa ameona mioyo yetu jinsi ambavyo tumeamua kujitoa kwake na tumeamua kumpenda. Kwa hiyo tunaona hapa Abrahamu matokeo ya kufaulu katika mtihani wa shule ya Mungu aliyokuwa anasoma au aliyokuwa anapitishwa. Tunaona kwamba Mungu akasema, yeye mwenyewe akasema, kwa kuwa umetenda hili wala hukunizuilia mwanao, tena mwana wa pekee, anasema hakika kubariki nitakubariki. Amen. Mungu alikuwa angeweza kumbariki Abrahamu kwa namna anayoweza kuona, lakini alichagua hii iwe ni njia ya kumwagia baraka zake kwa kupima utii wake. Mimi na wewe pia katika maisha yetu, yamkini kuna namna ambavyo Mungu anaweza kuzungumza na sisi. Anataka uende hatua ya zaidi katika kutii au kutii yale ambayo Mungu anakuambia. Mpendwa, unapaswa kuchukua hatua. Haleluya. Utakapochukua hatua, utafungua milango ya baraka ambayo tunaona hapa Abrahamu
anasema kwa kuwa hukunizuilia mwanao. Baraka anasema kubariki nitakubariki, na si kubariki tu, anasema nitauzidisha uzao wake. Na kweli tunaona kutoka kwake baadaye huko uzao wake ulienea sana, walizaliwa wana wengi, na pia wakawa kama nyota za bahari na kama mchanga ulioko pwani. Mungu alilithibitisha au alilitimiza lile neno ambalo alikuwa amelikusudia. Kwa hiyo mpendwa, katika maisha yetu tutapita katika shule ya Mungu. Shule ya Mungu inaweza ikawa katika namna tofauti tofauti. Shule ya duniani watu wanakaa darasa fulani mwaka, kuna vipimo vya mwaka na mwaka. Wengine wanakaa miaka 7, baadaye 4, baadaye 2, baadaye 3. Lakini shule ya Mungu ni endelevu. Na wakati mwingine tutakapoonekana hatusikii au hatuoni, tunaweza tukakaa hapo miaka mingi, tukajidumaza wenyewe, tukajikuta hatuendelei tena, hatuendelei mbele katika Ukristo wetu, kwa sababu bado tunaonekana hatujaiva ya kutosha kuelekea katika hatua nyingine. Wakati mwingine Mungu anaweza akatumia matukio, nayo ni shule ya Mungu. Mungu anaweza kutumia matukio fulani fulani katika maisha yetu. Yanaweza kuwa ni matukio ya kukatisha tamaa. Tunakuwa tumeomba Mungu, tumeomba sana, tunataraji kwamba Mungu ajibu, lakini tunapofikiri ajibu kama sisi tunavyoona, Mungu hajibu. Lakini hayo ni majibu yaliyochelewa. Lakini sisi tukubali kupita katika shule ya Mungu. Kama tumeamua kumpa Yesu maisha yetu, yeye awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, anajishughulisha mno na mambo yetu. Kwa wakati wake atafungua milango ile iliyofungwa, na tutaona Mungu akitutokea. Mara nyingine Mungu anaweza kutumia hata watu mbalimbali wawe sehemu ya shule yetu. Watu hawa wanaweza kuwa watu wa karibu sana, marafiki zetu tunaoamini, au wenzi wetu tulionao huko nyumbani, wakawa sababu ya sisi kupitishwa katika shule ya Mungu. Kweli sio kweli jamani? Ni kweli kabisa. Watu mbalimbali. Unaweza kukopesha mtu tegemea na kulipa, hakulipi. Ni mtu ametumika ili upite katika shule ya Mungu ya uvumilivu. Wakati mwingine unaweza ukajikuta umefanya kitu ulitaraji upate faida. Shule ya Mungu inapopita unashangaa, baada ya kupata faida unapata hasara. Usipojua kwa nini Mungu amekupitisha hapo, utajikuta unakuwa mtu wa lawama. Unalaumu mazingira, unalaumu Mungu, unalaumu watu, unalaumu. Kumbe Mungu yuko kazini na wewe. Haleluya! Anataka ukivuka hapo kwenye kumtegemea, basi uweze kuchukua hatua ya ziada katika hali zote hizo ambazo nimesema, na nyingine nyingi ambazo ni mazingira ambayo Mungu huwa anatupitisha, yaliyo kinyume na kawaida, kinyume na mazoea, kinyume na matarajio. Huwa ni kwa kusudi la kutufundisha. Ni kusudi jema ili tujifunze Mungu anataka nini anapotupitisha katika shule yake. Anataka sisi tumtegemee kabisa. Mahali pengine amesema msizitegemee akili zenu. Katika Mithali ile 3 anasema katika njia zako zote umkiri nani? Yeye, naye atayanyosha mapito yako. Maana kweli kuna wakati unaweza ukatembea ukasema hili jambo labda nitatatua kwa njia hii, labda fulani atanisaidia, lakini unakuta hakuna. Mithali 3:5, Mithali 3 mstari wa 5, anasema umtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Haimaanishi hatuwezi kufikiri, haimaanishi hatutatumia akili hizi, lakini kuna wakati
akili zetu zinagota, tunakoma kufikiri, na tunapoishia sisi kufikiri ndipo Mungu anapoanzia kufanya kazi. Haleluya! Kwa hiyo anataka tumtegemee kabisa, lakini pia anataka tumwamini kabisa kwamba yeye anatosha, yeye anaweza, na yeye kazi njema aliyoianza katika mioyo yetu na katika maisha yetu, yeye ndiye atakayeikamilisha. Haleluya! Anataka pia tujitoe kwake zaidi. Maana wakati mwingine tukiangalia vinavyoonekana, tukiangalia vile tulivyo navyo, pengine tunaacha kumwangalia Mungu, na wakati mwingine hivyo vyote vinakuwa havipo, ili tumwangalie yeye peke yake na tumwamini yeye peke yake. Lakini pia Mungu kwa kutupitisha katika hii shule yake, anataka sisi tuendelee kutunza lile agano ambalo tumeagana la nia zetu tangu siku ile ambayo kila mmoja anaikumbuka, siku aliyompa Yesu maisha yake kwa mara ya kwanza. Uliweka agano wewe mwenyewe na Mungu, hakuweko mtu mwingine, na wala hukushurutishwa, na wewe mwenyewe umeendelea kuona Mungu akikutokea kwa namna moja au nyingine katika maisha yako, tofauti na ulivyokuwa huko nyuma. Hebu tuangalie katika kitabu cha Waebrania, mlango wa 8. Ebrania mlango wa 8 anasema hivi. Ebrania mlango wa 8 mstari wa 10 mpaka wa 12 anasema, kwa sababu hawakudumu katika agano langu mimi, anasema, kwa maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake, akisema, mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Haleluya! Hili ndilo agano ambalo watu wanaagana na Mungu. Naye anasema kwamba siku zitapita, anasema na siku zinakuja. Yamkini siku hizo ndizo siku ambazo tuko nazo sasa. Amen. Ya kwamba baada ya siku zile, anasema Mungu anatupa sheria zake, na sheria zake zinakaa katika mioyo yetu, na sisi tukiwa tayari kufundishika, tukiwa tayari kufundishwa, sheria za Mungu zinakaa katika mioyo yetu na katika nia zetu, kiasi kwamba hamna mtu atakayekuwa anamlazimisha mtu mwingine kwamba mjue Bwana. Kila mtu mwenyewe anajua wajibu wake nyumbani mwa Mungu. Haleluya! Huko ndiko kufundishika, huko ndiko kumjua Mungu katika maisha yako. Hata anasema kwamba hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake, akisema mjue Bwana. Ila anasema kwamba na kila mtu atamjua Mungu, tangu mdogo hata mkubwa. Hili ndilo agano ambalo naamini wewe uliagana na Yesu wako siku ile ulipompa Yesu maisha yako, na kwamba sheria zake zimeandikwa katika moyo wako. Zipo faida za mtu ambaye anakubali kufundishika. Mtu ambaye anakubali kufundishika hata katika maisha ya kawaida huwa anafanya nini jamani? Akiwa shuleni anafaulu mitihani, anafeli, anafaulu, si ndio? Mtu anayefundishika anaelewa nini anachofanya. Akiwa shuleni anakazana na anakuwa na juhudi na bidii. Akifundishika anakwenda hatua za mbele zaidi, na mwisho anakuja kuchukua wajibu na yeye mwenyewe. Na wajibu huo anaouchukua ni wajibu ambao Mungu anakuwa amempa. Si kila mtu ambaye yuko shuleni
ambaye anajua wajibu wake na anajua, yani kila mtu anapokuwa shuleni anakuwa na uwezo ficho ambao ni kama uko kwenye chupa, lakini anapokuwa katika mazingira ya kufundishwa ule uwezo ficho unachanua. Kwa hiyo kila mmoja anaonekana ni kwa namna gani anaweza kuwa ana vitu vizuri. Ina maana hata sisi hapa Mungu kila mtu amemwekea ana uwezo ficho ndani mwake. Jinsi utakapokuwa unazidi kukubali kufundishika na Mungu, utakuta kuna karama na vipawa zinainuka ndani mwako. Unakuwa wa faida katika kuwaleta wengine, katika kufanya kile ambacho Mungu anakuwa amekusudia na wewe ukifanye katika nyumba ya Mungu. Bila shaka kila mmoja anajua hakuna ambaye ameokolewa bure, hapana. Kila mmoja na kitu fulani. Lakini jioni ya leo tunakumbuka kwamba ni vema kila mtu amjue Mungu yeye mwenyewe. Utakapokuwa umefundishika, Mungu anasema kwamba faida moja unayoweza kuipata, utapata akili na maarifa. Hebu tusome Zaburi ya 119. Zaburi ya 119 mstari wa 66 mpaka 68. Huyu mtu anaomba kwa Mungu. Anaomba kitu fulani kwa Mungu. Zaburi ya 119 mstari wa 66 mpaka wa 68 anasema hivi. Maana nimeamini maagizo yako. Kabla sijateswa mimi nalipokea. Lakini sasa nimekiri lako. Wewe mwema na mtenda mema. Nifundishe amri zako. Amen. Huyu mtu anaomba, ana hamu ya kufundishwa. Na anaomba vitu vizuri kutoka Mungu. Anaomba, anasema Mungu unipe, anasema kwamba unifundishe akili na maarifa. Jamani, tunahitaji akili na maarifa katika kizazi hiki. Amen. Amen. Maarifa hata ya kumjua Mungu, hata ya namna ya kuenenda katika maisha ya kila siku. Tunamhitaji Mungu atupe akili, atupe maarifa. Vinginevyo maisha yetu yanaweza kuwa tofauti. Na tunaona hapa anasema hivi, wewe mwema na mtenda mema, unifundishe amri zako. Mtu huyu ana moyo wa kupenda kufundisha. Ni mwanafunzi mzuri mwenye hamu. Anaweza kafaulu vizuri hata katika shule ya Mungu kwa sababu anayo hamu. Je, wewe unapoomba Mungu unaomba kufundishe nini? Au huwa unaomba nini kwa Mungu? Pia kuna 37 pale anasema, Mungu, Bwana, unifundishe njia ya amri zako, nami nitaishika hata mwisho. Unifahamishe, nami nitaishika sheria yako, naam, nitaitii kwa moyo wangu wote. Anasema uniendeshe katika mapito ya maagizo yako, kwa maana nimependezwa nayo. Unielekeze moyo wangu na shuhuda zako, wala usinielekee tamaa. Unigeuze macho yangu nisitazame visivyofaa. Amen. Wakati mwingine tunatakiwa tumuombe Mungu atufundishe, atugeuze hata macho yasitazame visivyofaa. Jamani, visivyofaa si vingi? Ni vingi mno, kuanzia kwenye simu, kwenye nini, kila siku tukikatisha mitaani, visivyofaa ni vingi. Lakini tunahitaji kumuomba Mungu atufundishe. Akitufundisha tutaelekea na tutaweza kufanikiwa. Lakini pia katika Ayubu mlango ule wa 22, karibu na maliza jamani. Ayubu mlango wa 22 anasema, Ayubu mlango wa 22, mtu anayefundishika ina maana anataka kujua vitu. Mtu anayefundishika anataka kujua vitu. Ayubu 22 mstari wa 21 mpaka wa 23. Hebu mmoja atusomee. Ayubu 22 21 23. Anasema Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake.
na maneno yake yaweke moyoni mwako. Ukimrudia Mwenyezi utajengwa. Endelee. Ukiuondoa udhalimu mbali na hema yako. Amen. Basi mpaka 23. Hapa tunaona maneno ya Mungu katika hizi. Anasema umjue sana Mungu ili uwe na amani. Kubali kufundishika ili umjue Mungu katika maisha yako ili uwe na amani. Anasema ndivyo mema yatakapokujia. Je, unapenda mema ya Mungu ya kutembelee? Mjue Mungu, kubali kufundishika. Hata unapopita katika shule ya Mungu usiwe mlalamishi. Kubali kufundishika. Katika mstari wa 26 na 30 anaeleza tena pale vitu vizuri. Mtu ambaye anakubali kufundishika, mtu anayemjua Mungu anapata faida zipi zingine? Hebu soma malizia 26 mpaka 30. Sanga. Ayubu hiyo 22 36 mpaka 26 mpaka 30. Kwani ndipo utakapojifurahisha katika Mwenyezi na kuinua uso wako kumwelekea Mungu. Utamwomba yeye naye atakusikia. Nawe utazitimiliza nadhiri zako. Mpaka 30. Nawe utakusudia neno nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Hapo watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. Naye mnyenyekevu Mungu atamwokoa na huyo asiye na hatia. Naam, utaokolewa kwa sababu ya usafi wa mikono yako. Haleluya. Hizi ndizo faida za mtu ambaye anakubali kufundishika, anakubali kupita katika shule ya Mungu, anakubali kumjua Mungu zaidi na zaidi katika maisha ya, anatafuta yeye mwenyewe kwa bidii kumjua Mungu. Anasema ndipo utakapojifurahisha katika Mwenyezi. Jamani, tunaona jinsi ambavyo watu wanahangaika kujifurahisha kwa namna nyingi sana. Na unakuta nyakati kama hizi, kuna wakati kama wiki iliyopita kulikuwa sijui na wanaita fiesta sijui. Watoto walikokota, utafikiri nani ile filimbi ya mpiga filimbi wa Hamerini aliyekokota watoto wote wa kijiji. Ndivyo ilivyo. Watu wanafikiri wanaweza kupata furaha katika hili. Lakini sisi ambao tumemwamini Mungu katika maisha yetu, tukimjua Mungu kweli, yeye anatufurahisha. Amen. Pia anasema kwamba ndipo utakapojifurahisha katika Mwenyezi na kuinua uso wako kumwelekea Mungu. Utainua uso wako kuomba. Anasema kwa sababu utakuwa na mikono misafi. Mikono misafi manake hauna doa wala wa. Unaishi maisha matakatifu. Huna kinyongo na mtu. Hujamchukia mtu, hujamkasirikia mtu. Kama tulivyosikia kule nyuma katika Isaya amesema mkatende mema. Kila mtu namtendea mema. Anasema nawe utakapomuomba naye atakusikia. Haleluya. Wakati mwingine ukiwaomba wanadamu wanakusikia, lakini baadaye wanaenda kukusema pengine. Lakini ukimuomba Mungu wako kwenye vyumba vyako vya ndani, yeye anajua mahitaji yako yanatoka wapi, kwa wakati gani. Hapa anasema kwamba nawe utazitimiliza nadhiri zako. Anasema utakusudia neno nalo litathibitika. Yaani unapotukua tu katika kukusudia kwamba natamani ningefanya hivi na hivi, Mungu analithibitisha. Haleluya. Kwa hiyo wapendwa, tupo katika mikono salama ya Mungu. Macho yetu yaangalie vizuri. Tuangalie mbele kule ambapo Mungu anataka tufike. Tunaweza kupitishwa katika mazingira fulani. Na wakati mwingine tukaingia hata katika majonzi. Katika Isaya mlango wa 54 kama sikosei, amesema kwa kitambo kidogo nimekuhuzunisha. Kuna wakati tunaweza tukaingia katika vipindi vya kuhuzunishwa pia. Ni shule pia ya Mungu. Anasema hivi, kwa mfano Isaya 54 mstari wa 6. Anasema maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa
na kuhuzunishwa rohoni. Inawezekana umehuzunishwa, umeachwa, umetelekezwa. Anasema kama mke wakati wa ujana atupwapo asema Mungu wako. Lakini anasemaje? Kwa kitambo kidogo nimekuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Haleluya! Hayo ndio maneno ya Mungu, kwamba kwa kitambo kidogo anaweza kutuacha, lakini tukumbuke tuko katika shule ya Mungu. Yeye ni mwaminifu. Kwa rehema nyingi atatukusanya. Tuendelee kumtegemea na kumtumaini katika maisha yetu. Na pia tukumbuke shule ya Mungu inapopita kwetu, faida nyingine kubwa, tukivuka ile mitihani tukafaulu. Unafikiri Abrahamu alikuwa wa kawaida baada ya kuvuka ule mtihani? Hakuwa yule yule, alikuwa mwingine. Hata wewe viwango vyako vya kumtegemea na kumwamini Mungu, viwango vyako vya imani katika kumtegemea Mungu vinainuka. Haleluya! Vinainuka. Halafu kingine, wewe unakuwa mwalimu wa wenzako. Kwamba mwenzangu, mtegemee Mungu. Hata mimi mwanzio niliwahi pita hapo, lakini Mungu aliniinua. Mungu alinitoa huko. Twende, unamshika mkono na kumtegemeza mwingine. Hapo inakuwa ndio faida moja kubwa na wewe umeipata. Lakini pia Biblia imesema kwamba utakula mema ya nchi. Hebu tuangalie katika Isaya 1:19. Isaya 1:19. Isaya 1:19. Soma. Anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Unaona? Amen. Kama mkikubali mtakula mema ya nchi. Mkikubali na kutii, kupitishwa katika shule ya Mungu, mtakula mema ya nchi. Ila mkikataa, adhabu na zenyewe ziko hapo mbele. Usipotaka kutembea katika njia ya Mungu kwa njia rahisi, unaweza ukapita kwa njia ya Mungu kwa njia ngumu, njia ambayo itakuletea majuto huko baadaye. Lakini Mungu wetu ni mwaminifu mno. Anatupenda kwa namna ya ajabu. Ndio maana hata anasema katika maneno yake Zaburi ya 51 mstari wa 13, anamaliza kwa kusema, nitawafundisha wakosaji njia zako na wenye dhambi watarejea kwako. Faida nyingine, wewe utakuwa msaada kuwafundisha wakosaji njia. Utachukuliana nao mpaka pale ambapo na wao wataona ile neema na upendeleo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Naona nimekwenda kama mwalimu kabisa mpaka mwisho. Somo letu lilikuwa kupitishwa katika shule ya Mungu. Tumeona jinsi ambavyo